Qala Rasulullahi, amesema mtukufu wa daraja, muru sabiya, muamrisheni mtoto au muamrishe mtoto bisalati idha balagha 7 sinina wa idha balagha 10 fadhribuhu alaiha, mpigeni. Apigwe mtoto, kwa nini haswali? Sawa Rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa lafdhuhu wa allimu sabiya, mfundisheni mtoto kuswali, ajue wajibu wa hiyo ibada ya swala. Leo tulikuwa katika darasa la kina mama katika suratu Fussilat, tukafika katika kauli ya Mwenyezi Mungu, wa man ahsan qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yani hii aya imekusanya mambo mengi. Wewe kama baba unataka kumlingania mtoto, wewe kama mume unataka kumlingania mke, wewe kama kiongozi unataka kumlingania unayemuongoza, Mwenyezi Mungu anakuelekeza, waman ahsanu qawlan, nani mwenye maneno mazuri, nani anayezungumza maneno bora, mimman daa ila Allahi, kuliko mtu ambaye anawaita watu katika njia ya Allah, anawaita watu katika njia ya Allah, yeye mwenyewe akiwaje, wa amila saliha. Huyu anayewalingania watu katika njia ya Allah, yeye mwenyewe kwanza aonekane anafanya matendo gani? Matendo mema. Wa amila saliha, unawalingania watu katika jambo fulani, wale unaowalingania wakuone wewe kwanza katika lile unalowalingania. Hapo hatufeli mabwana. Tunapiga kelele sana wakati mwingine, maadili we, uadilifu we, maadili. Wewe unayesema uadilifu, wewe mwenyewe muadilifu? Shafahamu? Wewe unaosema tuwe wa kweli, wewe mwenyewe mkweli? Tumefahamiana? Wewe si unataka tuwe wazalendo, wewe mzalendo? Waman ahsanu qawlan, maneno ya Allah jamani, nani mwenye maneno mazuri? Maana yake la ahadun ahsanu qawlan, hakuna hata mmoja atakaye kuwa na maneno mazuri, mimman daa ila Allah, kuliko mtu anayewaita watu kufuata njia ya Allah. Katika kila jambo anawaita, jamani tuongoze hivi, Mungu kasema tufanye hivi, Mungu kasema tukae hivi, Mungu kasema tuende hivi. Qawlan, anazungumza maneno hayo, lakini wa amila saliha, yeye mwenyewe akawa ni mfanyaji wa matendo mema, mpaka wale anaowaita wanakiri kumuona huyu kweli anafanya matendo mema. Wakala, alafu akasema, innani, hakika yangu mimi, minal muslimin, ni miongoni mwa waliosalim amri kwa Allah, mimi mwenyewe nimesarenda kwake. Anasema hivyo qawlan wa fi'lan wa amalan. Sio maneno matupu baba, sio maneno matupu. Na ndiyo maana katika zama zetu sisi tunapata tabu katika kila sehemu. Ukienda kwa mashehe wanasema maneno mdomoni, sio wanayoishi nayo, sio. Ukienda duniani yanayosemwa sio, yanayofanywa sio. Lakini wenzetu walipata neema na maisha kwa sababu walichokuwa wakikisema ndicho walichokuwa wakikifanya. Waqala innani minal muslimin. Sawa? Sahihi. Tunaendelea ndugu zangu. Waqala hadithun hasanun sahih.
baada ya kuzungumzia wanaowajibika kuswali, tunataka tuitane wakati wa swala unapofika. Kuna kitu tumekizoea maarufu, al-adhan wal-iqama. Al-adhan, amma al-adhan fadhikru makhsusun, ni utaji maalumu, shara'ahu al-islamu, umeuweka Uislamu, lil'ilami bidukhuli waqti salati al-mafrudha, kwa ajili ya kuwafahamisha watu wakati wa swala ya fardhi umefika, walida'awati almuslimina, na kuwaita waislamu ilal ijtimai ilaiha, wanaitwa wakusanyike kwa ajili ya hiyo swala. Hukumul adhani, adhana ina hukumu gani? Wal adhanu sunnatun lis-salati al-hadirati wal faita. Adhana hukumu yake ni sunna, sio wajibu, ni sunna. Ni sunna muakada, kwa swala ambayo wakati wake umefika, na swala ambayo ya kulipa pia ni sunna kuadhini. Sunnatun muakadatun, ni sunna iliyotiliwa mkazo, ala alkifaya, na hii nayo inaitwa sunnatul kifaya fi haqqi aljamaa, sawa, katika haki ya jamaa. Wa amma binisbati lilmunfaridi, ama kwa mnasaba wa mswali peke yake, adhana fahuwa sunnatun ainiya, kwake yeye ni sunna ya lazima adhini, kwa sababu adhana katika ile sha'airullah, sawa, kuna mambo hayo ni mambo ya sha'airullah katika mji. Ikiwa waislamu wapo wakawa wanaswali peke yao, adhana ikawa haisikiki, mahala hapo hakuna sha'airullah, sawa. Na Mwenyezi Mungu anawasifu watu wenye kutukuza mambo aliyoyapa heshima Mwenyezi Mungu, wa man yu'azzim sha'airallah, adhana miongoni mwa sha'airallah, sawa. Tume Muhammad ni katika sha'airallah, Al-Qur'an ni katika sha'airallah, swala ni katika sha'airallah na vinginevyo. Tayib, walil adhani ahamiyatun kubra, adhana ina umuhimu mkubwa kabisa, fi idhhari sha'iratin min sha'airil islam, katika kudhihirisha moja ya nembo katika nembo za Uislamu. Nembo moja katika nembo za Uislamu ni kusikika inapanda juu adhana, sawa. Lakini juzi tuliwachekesha watu tuliposema kuna wale wataalamu wanaokwenda anga za juu, kaisikia adhana moja kusikia kutoka msikiti wa Madina, tamu, Allahu akbar, tamu. Basi wazungu wakaulizana, mmoja akamuuliza, nini hicho? Sauti hiyo kama tunaisikia duniani hiyo, au sio? Sema ndiyo hiyo sauti. Watu waislamu wanapotaka kufanya ibada zao husoma sauti kama hiyo. Mboni kengea hatujaisikia huku? Ndo hatujaisikia, ushafahamu, kwa sababu ile sauti ilikuwa tamu. Basi ukafika msikiti mwingine kuazini, do Allahu akbar, Allahu akbar, ushafahamu, kama anavunja vifuu vile hapajulikani. Basi akauliza tena, na sauti hiyo je? Akaambia hiyo waislamu wanaitana kama kwenda kuzika. Umefahamu? Sauti ile nzuri nzuri watu wanaenda kumwabudu Mola wao, lakini adhana ilikuwa sauti mbaya mbaya, wanakwenda kuzika. Umefahamu? Hiyo sio hadithi ya Mtume wewe.